Basi ngoja tuendelee kidogo sasa na unabii wa siku za mwisho, ile sura ya 23. Nitasoma ile Mathayo 24 mstari wa 37. Kwa maana kama vile ilivyokuwa siku za Nuhu, ndivyo kutakavyokuwa kuja kwake Mwana wa Adamu. Maneno haya Yesu anayoyasema yanathibitisha kwamba Biblia si tu mkusanyiko wa vitabu, bali ni maneno yaliyovuviwa na Mungu mwenyewe na wala si hadithi za kibinadamu. Hapa Yesu anaturejesha katika kile kitabu cha Kutoka, ile sura ya 6, tunapoona wanadamu wanaongezeka. Baada ya wanadamu kuongezeka, na sababu ya kuongezeka unafahamu, inategemea uwepo wa chakula, uwepo wa mahitaji mbalimbali ambayo yanamwezesha mwanadamu kukabiliana na changamoto zake, hivyo kunawili. Sasa hapa uovu uliokuwepo katika kiwango cha kibinadamu, lakini sasa ikaenda mbele. Mwanadamu alipostarehe akawa navyo vingi, akamsahau muumba wake, ndipo akadhani kuwa hekima bado yuko nayo, akasahau kwamba shetani aliweza kuingia katika bustani ya Edeni kumdanganya Hawa. Je, vipi katika dunia ambayo imeshachukuliwa na imejawa na uovu? Kama vile mwanamke alivyotumika kwanza katika bustani ya Edeni, hapa napo katika ile Kutoka 6 kabla ya gharika, tunaona mwanamke pia, wanawake wanatumika kwa sababu ya tamaa yao imekwenda kuwatamanisha walinzi wa mbinguni, yani malaika hawa waliokuwa wamepewa zamu, na wanakwenda wanazaa nao na kuleta uharibifu mkuu katika dunia. Yani waliyaendea mambo ya ulimwengu wa roho katika akili ya kibinadamu, hivyo wakadanganywa. Hapa Yesu sasa alimtuma malaika Gabrieli amwendee Danieli wakati Danieli yuko kwenye maombi na kumpa taarifa za nyakati za mwisho, lakini akamwambia mwishoni, akasema, wewe Danieli, tulia, utakuwa umelala na utakwenda katika zamu yako kwa ajili ya kula yako, lakini siku za mwisho maarifa yataongezeka, watu watakwenda huko na huko. Kwa hiyo wanadamu wameanza kuuendea ulimwengu wa roho katika namna ya akili. Haya tunayaona pale Ulaya katika jaribio kubwa ambalo tulisema ni la kisayansi, lakini kimsingi ni sayansi kujaribu kujiungamanisha na ulimwengu wa roho kwa kutumia akili za kibinadamu. Hivyo inakwenda kutimiza kila ambacho kinaonekana katika ile Ufunuo 9 mstari wa 1 mpaka wa 11, ni kwamba kuzimu inaletwa juu ya dunia. Na ndio maana Yesu mahali fulani anasema kutakuwa na dhiki ambayo haijawahi kuonekana tangu kuwepo kwa dunia, kwa sababu wakati wa Nuhu ni kama wanefili walikuwepo, ndio walioleta madhara makubwa sana. Lakini sasa kizazi hiki kinataka kuipandisha kuzimu ije juu ya dunia. Kwa hiyo unaweza ukaona maana yake wale walikuwa ni kama watoto na wajukuu wanefili, yale majitu, lakini sasa wanapanda malaika kutoka kuzimu, wanapanda mapepo ambao walifungwa miaka na miaka kutoka kuzimu ili waje katika dunia. Ndio maana itakuwa ni siku ya giza, na ni giza hilo litakuwa kubwa sana. Hivyo mambo haya tumeanza kuyasikia. Umesikia habari ambazo viongozi pia, nilimsikia rais wa Marekani Donald Trump anasema ataruhusu sasa zile taarifa za viumbe wale wa ajabu au viumbe kutoka sayari nyingine ziweze kuachiliwa. Sasa kimsingi hatuna viumbe nje ya sayari nyingine, huo ni uongo na udanganyifu. Vile ambavyo tunavisikia ni mapepo, kama vile ambavyo yalichukua miili wakati wa wanefili, lakini sasa wamejichukulisha miili mingine ili waweze kuja kukaa katika ulimwengu. Lakini hatari hii itakuwa hatari kubwa kwa wanadamu, madhara yake yatakuwa makubwa kuliko hata silaha za nyuklia. Lakini haya yote yasikutishe wewe ambaye unamwamini Yesu Kristo. Ijapotetemeka dunia, uovu ujapokuwa mwingi kiasi gani, lakini Mungu mpango wake uko pale pale. Huyu Mungu wa Ibrahimu, Isaka na Yakobo, huyu Mungu ambaye tunamtaja Mungu wa Israeli, mpango wake uko pale pale. Wewe uliyemwamini Yesu, endelea kuishi maisha matakatifu na jiandae kutawala Yesu miaka 1000, na baadaye jiandae kuingia katika mbingu mpya na nchi mpya. Hapa tutamuona Mungu Baba uso kwa uso. Njoo Bwana. Amen.